Simon Gawio, mpendwa wakili wa baba paroko Padre Baltazari Jumanne, mpendwa katibu na msio askofu Padre Casto Bahati, wapendwa watawa, wapendwa vyombo vya habari mlioko hapa, Radio Maria pamoja na Mwisho Online TV, wapendwa kamati tendaji ya parokia ya Mtakatifu Agustino, walipo hapa Makomu, wapendwa kwaya, vyama vya kitume na mashirika ya kitume, na wengine wote tunaosali pamoja, hasa vijana wetu wa mashuleni. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu 2025, Maujaji katika matumaini. Jubilei 2025, Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Wapendwa, nimeguswa sana na jambo moja kubwa katika injili ya leo. Yesu alipokuwa anapita, hawa vipofu wawili wanamwendea wakisema, uturehemu mwana wa Daudi, uturehemu mwana wa Daudi. Nasema tuone kwamba hapa kuna kitu. Kwanza wametambua kwamba Yesu anapita. Uturehemu mwana wa Daudi. Ni vipofu watu vyote wamesikia tu harufu ya Yesu, hawezi kuona, si ndio? Yaani kama wewe ni mpenzi wa Yesu, utamhisi tu Yesu akipita. Kwa hiyo hawa wanasikia kuna kitu ambacho, kuna nguvu inayopita na inagusa mioyo yao. Wanaona tu hapa kunapita nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu iko hapa. Maana hawaoni vipofu. Injili haisemi kwamba wale watu wakamwambia Yesu anapita. Hapana, wao wenyewe wamehisi. Wameonja kuna nguvu ya pekee ambayo inapita katika mazingira haya. Na wakamjongea, uturehemu mwana wa Daudi. Uturehemu, yani utusamehe, utuondoe katika msiba huu, utuondoe katika hali hii. Yesu alipofika nyumbani, wale vipofu bado wanamwendea. Wanamwendeaje si vipofu? Wanamfuata, wanasikiana, wanafuata tu. Yaani wanakwenda tu. Njiani ukiwa na Yesu unaweza kupita mahali popote. Ni mwanga. Kwa hiyo ni mwanga katika giza. Wanaongozwa tu. Wanaongozwa na ile imani yao ya ndani. Yesu alipopita, wanafuata nyayo zake. Wanaona za ajabu. Anakaa kule nyumbani. Sasa Yesu anawaambia, walipofika kule nyumbani, Yesu akawaambia, muamini kwamba anaweza kufanya hivyo. Maana wanamuomba awaondolee ule upofu. Je, nyinyi wenyewe kwamba mnaamini kwamba ninaweza kufanya hivyo, kufanya hilo jambo? Nyinyi vipofu, hamuoni kabisa. Sasa hicho ni ule ugonjwa mkubwa, ni mzigo mkubwa, ni msiba mkubwa mmebeba katika maisha yenu. Nyinyi mnaamini kwamba naweza kufanya hicho mnachokiomba? Muamini? Akamwambia, naam Bwana, naam, ndio, sio na wasiwasi, tumejaa imani hapa. Sisi wewe ni Mungu tu, hatukuachii. Hata ukienda wapi, wewe ni Mungu, hatukuachii hapa. Wewe ni Mungu, tunaamini. Naam. Wanasema, yani wanaitikia kwa lugha ya majivuno, lakini pia ya kueleza yani ukweli wa mambo ulivyo ndani ya mioyo yao. Naam, unaweza, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni mweza, uko hapa, wewe ni nguvu ile inayotoa uponyaji kwa watu kama sisi. Leo usituache. Naam, nimwambia naam. Basi sasa Bwana ndipo akawaguza macho, akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Kwa kadiri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafunguka. Kwa kadiri ya imani yenu mpate hicho mnachokiomba. Macho yakafunguka. Hapa kuna mama. Kwanza
vipofu, yani wana namna vipofu na namna yao ya kuona mtu, ya kuhisi. Kwa hiyo hapo amemhisi tu, si kwa mwanga wa macho, lakini bila shaka kwa mwanga wa mioyo yao, kwa jinsi walivyo na imani na Yesu. Imani ya Yesu imejaa katika mioyo yao, na waliposikia anapita, wakahisi kabisa kwamba anapita, yuko karibu kabisa. Ndio namwambia Mwana wa Daudi, uturehemu. Ni watu ambao wamejaa imani na wanaomba msaada, uturehemu. Wewe unaweza. Unaweza. Sasa alipokwenda kule nyumbani, wanamfuata. Je, mnaamini? Ninyi mna imani kweli hilo jambo linaweza kufanya hapo na jambo kubwa? Nyinyi ni vipofu, mmebeba mzigo mkubwa, mmebeba msiba mkubwa, nyinyi hamuoni. Nyinyi mna vipofu, nyinyi mnaamini kwamba naweza kuondoa upofu? Na wewe unaweza, wala wewe ni Mungu. Kwa nini usiweze? Basi akawaambia, na mpate mnachokitafuta, mpate kama mpate hicho mnachokifuata. Lakini anasema ndipo Yesu akawagusa macho yao wakafunguka. Lakini kwanza wauliza, Yesu aliwauliza, ninyi muamini kwamba naweza kufanya hicho mnachokiomba? Akasema ndio. Yaani imani yenu kweli iko hapo? Ndio. Mpate hicho mnachokitafuta. Kama kweli mmefikia hapo, mpate hicho mnachokitafuta. Akawagusa na macho yao yakafunguka. Yesu akawaagiza, msimwambie mtu yoyote. Akawagusa kwa nguvu akisema, angalieni, msimweleze mmoja yoyote juu ya jambo hili. Lakini wao wakaenda wakaeneza katika makandokando yote. Sasa ndugu zangu, ningependa tuangalie. Unaona vipofu hawa wamejaa imani. Wameiva katika imani ya Yesu. Si watu wanaomshikashika Yesu kwa kupapasa kwa hapa na pale na kumwachia na kwenda kwenye mambo mengine. Hapana, hawa ni watu wa Yesu, ni watu wa Mungu. Pamoja na kwamba ni vipofu, wamejaa uchaji, wanaenda kwa kadiri ya taratibu za Mungu, wanafuata maagizo ya Mungu, amri za Mungu, na hivi naweza kuona kwamba ni watu waadilifu. Wamejaa uchaji, wamejaa ibada ndani yao, wamejaa usafi. Taa zao zinawaka. Yesu anasema mahali fulani katika maandiko matakatifu, viungo vyenu navyo vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Yaani taa zenu ziwe zinawaka, yaani mioyo yenu iwe imejaa neema ya utakaso. Hapa watu hawa wana imani ya pekee na Yesu, na wanajua kwamba anaweza kufanya chochote ambacho watamuomba. Sasa Yesu asemi kwamba nataka takasika kama mahali pengine. Anauliza juu ya imani yao. Imani yenu imefikia wapi? Kiwango cha imani yenu ni wapi? Mnajua kufanya mambo ya namna hii? Kweli anadai imani kuu kwamba hapa kuna Mungu anayeweza kuondoa upofu huu. Anasema tunayo. Kama hicho mnachokiomba kweli, kama mna imani ya kuweza kupata hicho mnachokiomba, na mpate. Kweli pale wakafunguka. Ina maana kwamba walikuwa wameiva imani kwa Yesu. Wanajua huyu ni Yesu, huyu ni Mungu yuko kati yetu, amejaa uwezo, mamlaka, amri, anaweza. Na pale sasa wameondolewa ule upofu. Ndugu zangu, nimejiuliza asubuhi nilipokuwa naandaa somo hili, je, mimi na wewe tungeulizwa mna imani ya kutosha kuomba mnachokiomba? Maana tunaomba mambo mengi sana. Sisi kwa kuomba hatujambo. Kwa kuomba tu hatujambo. Tunaomba mambo mengi. Lakini sasa swala linakuja, je, wewe umejiandaa kweli? Umejiandaa, umejishika na Yesu, unajua kwamba kweli hapa atanipatia jambo hili? Kwa sababu si kwamba nguvu yake tu, neema yake anaitoa tu, msaada wake anaitoa tu kwa kila mtu. Ni wale ambao kwa kweli wamejitakasa, walio na unyofu, walio na uadilifu, walio na uchaji na ibada ndani ya mioyo yao.
wale ambao kama Mtakatifu Paulo anaposema mioyo yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, wale ambao kwa kweli katika juhudi zao wamefikia hapo, mioyo yao ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Yesu ana nafasi ndani yao. Kwa hiyo Yesu anapenda kwa sababu kweli wanampenda Yesu, wanamwamini na wako pamoja naye. Sisi ndugu zangu tuko wapi katika hilo? Tuko kwenye kipindi cha Majilio, ni kipindi cha toba, ni kipindi cha kujitakasa, ni kipindi cha kujinasua kule ambapo tumekamatwa, kujinasua, kujibandua, ili kweli tuwe wafuasi wa Yesu, tuwe wana wa Mungu. Sasa ni lazima tujue kwamba Yesu anatoa neema zake, anatoa zawadi zake za wokovu, anazimimina hazina zake za mbingu katika nafsi zetu pale anapoona kwa kweli tunampenda na tuna imani na yeye, tumeshamchagua kwamba ni Bwana wetu, yaani hakuna mwingine. Hawa vipofu wanaona kabisa huyu, yaani hatumwachi huyu, maana tutapenda kwa nani? Huyu anaye maneno ya uzima wa milele, yaani kabisa hatumwachi. Yaani iko hapa, tumejisimika kwake, yeye mwenyewe anafahamu. Kwa hiyo imani yao, kama walikuwa hawajajisimika katika Yesu, hawajaiva katika imani yao kwa Mungu na kwa Yesu, yaani maana niwaambie, je, ninyi mnaamini kwamba mna imani ya kufanyiwa hicho ambacho mnakiomba? Akasema naam, akamwambia na mpate na wakapata. Kama amepata, ina maana kwamba kwa kweli walikuwa wameiva. Tuwapongeze kwa makofi. Yesu hakupata namna ya kusema hapana, walikuwa wameiva. Hawa ni wa Yesu, hawa ni wa Mungu, hawana makando kando, ni wa Yesu tu, hawana makando kando, ni wa Yesu. Hawana miungu mingine ndani yao, ni wa Yesu tu. Sasa haya makando kando yetu ndio yanayotumaliza. Tuna makando kando mengi mno. Tunapenda sana Yesu atufanye mambo mengi ndugu zangu, lakini makando kando ni mengi. Ni lazima tujibandue, tutokane na turudi tu. Sasa hatuna nguvu ya kujinasua sisi wenyewe, ndio maana tuko kwenye kipindi cha Majilio kinachotualika tena turudi kwa Yesu, tufanye toba, tukubali tumekosa. Tukifanya toba tukamkimbilia Yesu, tukimwomba atutakase kwa misaada yake iliyo katika kanisa, kwa sakramenti zake, kwa neno lake takatifu, kwa ekaristi takatifu, kwa kufuata ushauri ambao tunashauriwa na mababa wa kiroho kwamba sasa katika nenda ukafanye hivi na hivi, tutarudi, tutaingia hapo tu, tutaweza kujinasua na kweli sisi ni wa Yesu. Kweli sisi ni wa Yesu. Mimi ninampenda Yesu, ninaotokana na wewe, na mimi kwa kweli najenga urafiki na Yesu. Jenga urafiki na jenga urafiki, achana na huko, jinasue, jibandue, tokana na, lakini hatuna nguvu. Hawa watu kwa sababu walikuwa ni wapenzi wa Mungu, ni wapenzi wa Yesu, walikuwa wameshamaliza, wamejinasua huko, wameachana nao, wakaachana nao, lakini walitumia neema za Mungu pia. Maana bila neema za Mungu sisi wenyewe hatuwezi kuondokana na madhaifu ya ulimwengu huu, kuondokana na makambakamba ya ulimwengu huu, na yule mwovu yani anafanya tuunganishwe na makambakamba hayo nyingi sana, madogo makubwa ya katikati yako, tuna makando mengi. Sasa kwa neema ya Mungu tunaweza tumuombe ndugu zangu katika kipindi cha Kwaresima, katika kipindi cha Majilio, katika kipindi hiki cha mwaka mtakatifu, katika kipindi hiki cha Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Ni kipindi ambacho kuna misaada mingi sana. Tunahangaika kweli kusaidiana sisi waamini, ndio tunajua kwamba tumenaswa, tumekamatwa katika madogo na makubwa. Kweli mafundisho yanayotolewa kipindi hiki ndio msaada wa Mungu. Basi jinsi ambavyo kweli tunafanya matendo mengi ya toba, mazoezi mengi ya toba,
kutembea kilomita 10, kilomita 12, kilomita 14, kilomita 10. Tunatembea kwa miguu kutoka parokia hii kwenda ile, tulichukua msalaba, tumechukua sanamu ya Mama Bikira Maria, tumebeba Ekaristi Takatifu, tumebeba Biblia takatifu. Tukiomba Mwenyezi Mungu atunasue. Tukifika kule kuna sakramenti ya kitubio, unakuta kuna mapadri karibu 20. Wanakaa huko viwanjani, wanapewa vitu kwenye uwanja huko. Wanaondolea dhambi. Unajua sakramenti ya kitubio ina nguvu kweli. Mababa wa kanisa wameita ni ufufuko. Tunapenda tukiwa watu, tukiwa tumenyama mtakataka mengi, lakini pale neema ya Mungu iliyo kubwa inatuondoa katika ukale, katika giza, inaturudisha katika uwenyuke, ufufuko. Na uzima mpya pale tunaomimina ndani ya mioyo yetu tunapofanya sakramenti ya kitubio, na pale tunapotoka tunatoka tupewe wepesi kabisa. Kweli ya uongo? Sasa tuna kipindi hiki Jimbo Katoliki Moshi. Kweli Mungu ndiye anayefahamu tunavyohangaika kuwasaidia waumini wetu waweze kupata misaada hiyo ya kunasua, misaada hiyo ya kuondokana na makandokando yetu, ili tuweze kukua zaidi, tuweze kustawi zaidi katika imani yetu na Mungu, mahusiano yetu na Mungu, mahusiano yetu na Yesu, na tuweze kweli kufikia mahali ambapo tutafanana na hawa vipofu ambao wamemshiba Mungu, yani wameipa, wanajua tu kwamba kweli sichowezekana kwa Yesu. Yesu ana nguvu, ana uwezo, ataondoa tu, na sisi mwakani. Sisi hatuna makandokando, tutakwenda wapi mbali na wewe Yesu? Wewe ni wetu tu, hatuna mahali pa kukimbilia. Yesu alipoona hivyo, na hii basi, nyinyi kama mnajua kwamba mna imani kweli, na kwa kweli Yesu alikuwa ameshaona, ni kama tu anawadadisi tu. Kama kweli mnaona nyinyi mna imani, mmeshaiva, mmeshafikia hapo mahali pa kuweza kufanya jambo hili, na mpande hicho mnachotoa, watu wapona pale pale. Na hiyo ndugu zangu, tumieni misaada mnayopewa kipindi hiki na kanisa. Tumieni misaada. Kweli kanisa linahangaika sana, hasa kanisa Jimbo la Moshi. Linahangaika sana kuwapatia misaada hiyo husika. Kweli sinodi, tunaketi tunajifunza mambo hayo ambayo kwayo tumefungwa, ambayo kwayo tumenaswa. Tunajifunza kwanza, ile kamati kuu inajifunza, basi tunapata sasa, tunatengeneza mahubiri, muhtasari wa mahubiri, yani mafundisho ya kwenda kuwapa watu, ya kuwasaidia kutokana na maana tumenaswa kwenye mambo mengi, sio kwenye mambo ya imani, kwenye mambo ya sala, kwenye mambo ya liturujia, kwenye mambo ya maadili, kwenye mambo ya mahusiano, yani tumenaswa sehemu nyingi, hasa kwenye ulimwengu wa sasa tunaoishi. Sasa sisi tuwe tayari kupokea mafundisho haya, tuwe tayari kwetu kufanya kama tunavyoelekezwa. Ni kipindi cha kufanya toba, ni kipindi cha mabadiliko. Mabadiliko haya hayawezi kutokea kwa kuigiza, ni lazima tuingie kwenye mazoezi matakatifu ya kufanya, ya kusaidia tutoke huko. Yani tusali zaidi tunavyoelekezwa, tusali zaidi. Sala ambazo kwa tumeziacha zirudi, sala za asubuhi, sala za mshale, rosari takatifu, sala za Angelus. Tuwe ni watu wa sala, watu wenye harufu ya sala. Jumuiya iwe, yani tukifika pale kwenye familia nasikia harufu ya sala kule ndani. Watu wanavyosali kwa imani asubuhi, hata mchana kama wako nyumbani wanasali Angelus, lakini jioni wanasali sala ya jioni, wanasali rosari takatifu. Lakini pia watu ambao tunapenda neno la Mungu, tunasoma neno la Mungu daima, tunapenda jumuiya ndogo za Kikristo, watu ambao tunapenda kuja misa takatifu daima, lakini tuadhimishe misa takatifu tukiwa kwenye moyo safi. Kama tuko kwenye moyo safi, tutumilie sakramenti ya maungamo. Nimeshasema inaitwa ni sakramenti ya wafu, waliolala wanafufuliwa, ni sakramenti ya ufufuko, walio wafu wanafufuliwa. Tuipende sakramenti ya kitubio. Tupende pia kufanya matendo mengine ya kujitakasa, kufunga. Zamani kulikuwa kuna hili tendo watu walikuwa wanalifanya sana. Siku hizi limeachwa, linakuja tu wakati wa Kwaresma, linakuja kwa kubwa sana, baadaye hapo linaacha. Yaani kufunga ingepaswa kuwa ni tendo endelevu, maana sisi
ni dhaifu, udhaifu wetu ni endelevu. Ni lazima tuwe na siku ya kufunga. Kufunga tunapokuwa tumeacha kula, labda chakula kwa siku nzima na vinywaji kwa siku nzima, labda na siku ya Ijumaa unasema leo kwa kweli ninatumia tu chai tu, ni chakula cha asubuhi tu na mpaka jioni, ninafunga. Ninamwomba Mwenyezi Mungu atakase madhambi yangu kwa sadaka ya siku hii ya leo. Yaani yale maumivu unayoyapata inapofika mchana saa 8 pale maumivu, njaa inakuwa kali, saa 9 saa 10 chakula unakiona kiko pale pia, lakini unasema hapana, mpaka saa 2 usiku. Yaani yale maumivu unayopata ya njaa, unamwambia Bwana Yesu, naomba na kutolea haya kama sehemu ya kukuomba unitakase, sehemu ya kuondoa yale madhambi ya kwangu ambayo nimeyafanya. Kufunga kunatakasa sana mioyo yetu, kunatakasa dhambi. Msiache zoezi la kufunga mseme ni zamani tu watu walikuwa wanafunga. Watu walikuwa wanafunga kumwomba Mwenyezi Mungu aondolee madhambi, aondolee madhaifu ambayo yalikuwa yanawasumbua makubwa. Sasa madhaifu hayo yapo hata leo. Yapo hata leo tena yamezidi. Sasa msiache tendo la kufunga. Lakini pia tendo la kutembelea wagonjwa. Matendo mema. Kutembelea wagonjwa, kutembelea wazee wasiojiweza, kuwapelekea zawadi. Unatoa ile, yani unajinyima, unatoa kwa watu wenye shida. Ni sehemu ambayo unateseka. Si rahisi unapotoa 10,000 mfukoni maana unabaki hivi. Lakini unatoa kwa ajili ya maskini, kwa ajili ya wahitaji. Unawapelekea wagonjwa maji kule hospitalini. Unawapelekea soda. Unanunulia vitu ambavyo hawana. Ni lazima kufanya matendo ya huruma. Sasa haya yote yanatusaidia kujitakasa, kuondokana na kujinasua, kujibandua. Na kama tukifanya hivyo, basi tunakuwa katika mahusiano na Yesu. Mahusiano yetu na Yesu, imani yetu na Yesu inakuwa. Na itafikia mahali ambapo tutaweza kuwa kama hawa watu wa kusema tunayo. Je, nyinyi mna imani hicho mnachokiomba? Nyinyi mnaamini kwamba naweza kufanya ndio? Na nyinyi mmejiandaa kweli vizuri kupokea hilo? Imani yenu imeiva? Mnajua Mungu kufanya mambo namna hii, Yesu kufanya mambo namna hii, lazima pia anaangalia kama kweli wana imani na Mungu na Yesu. Mnayo? Ndio. Tutafikia hapo basi na sisi tutapanduliwa, tutafanana na wale vipofu. Wameondoka kwa furaha, wakaenda wakatangaza kote pamoja na kwamba Yesu aliwaambia wasitangaze. Ni kwa nini Yesu hawaiti? Lazima tujiulize. Ni kwa nini Yesu hawaiti hawa vipofu? Imetokea mara nyingi sana kwenye maandiko matakatifu. Ni kwa nini hawaiti? Hawaambie ni kwa nini amkufuata, amkuwa watii katika ile waambia. Nimewaambia msimwambie mtu yoyote na nyinyi kaenda tangaza kila mahali. Na hii inatokea mahali pengi katika maandiko matakatifu. Watu wanaambia usiseme, lakini wanaenda sema. Alafu Yesu hatumuoni anawaita, awachape viboko maana hawakutii. Kwa sababu Yesu anafahamu. Ukiwa umembeba Mungu, ukiwa umebeba neema ya Mungu ndani yako, yaani huwezi kutulia. Inakualika ushirikishe. Yaani the grace of God should be shared. Jesus should be shared. You cannot have Jesus and remain with Jesus alone. Hii ni zawadi ya wote. Sasa Yesu hawaiti kwa sababu anajua si kosa lao. Hawangeweza kukaa, ndio maana zawadi ya Mungu ni nzito. Ona mama Bikira Maria tu alipochukua mimba ya Bwana wetu Yesu Kristo, yani ni tunamuita tabernakulo ya kwanza. Ni tabernakulo ya kwanza ya Yesu. Naona tabernakulo kule imeanzia wapi? Bikira Maria ni tabernakulo ya kwanza. Huku Yesu yuko huku. Tunamweka Yesu, tunamhifadhi huku. Inaitwa tabernakulo. Lakini maandiko baba wamemwita Bikira Maria ni tabernakulo ya kwanza imembeba Yesu. Sasa alipombeba Yesu hakuweza kudumu na ile zawadi. Hakuweza kudumu na Mungu ndani yake. Yaani Mungu amejaa moto, amejaa upendo ambao ni upendo unaotaka ushirikishwe. Aliondoka mara moja akaenda kwa Elizabeti. Alipofika kwa nyumbani tu, ile neema imeanza kufanya kazi. Katoto kachanga kanaruka tumboni mwa mama Elizabeti. Lakini Yohana anaruka, kanataka kuzaliwa kaende kazini. Kanaambia bado siku hazijafika. Lakini anaruka kwa sababu Mungu amejaa kwa nyumbani. Sasa
Yesu hawaiti kwa sababu hawa watu hawakuweza kuvumilia na ile neema ya Mungu ambayo Yesu aliwashirikisha ikaondoa ule upofu. Wameingia kwenye hali mpya, wameenda kumtangaza Yesu ili na watu wengine waje kwa Yesu. Sisi tuko mahali ambapo tunaweza kwenda kumtangaza Yesu. Tunaweza kwenda kumtangaza Yesu kutokana na kwenda kutoa ushuhuda wa Yesu, matendo makuu ya Yesu ndani yetu. Sasa ndugu zangu, ni lazima tufikie hapo kwa hati pofu. Hati pofu wamepata zawadi kubwa na hata wakuweza kubakia hapo, wamekwenda kwa misionari. Wamepeleka neema ya Yesu sehemu nyingine, wamepeleka neema ya wokovu sehemu nyingine kwenda kumtangaza Yesu. Sasa lazima tufikie, lakini hatuwezi kufikia hapo bila kujinasua, bila kujibandua, bila kutokana na makando yetu. Lakini hatuwezi kuondokana na makando yetu sisi wenyewe. Lazima tutumie misaada ya kurudi kwa Mungu. Mnajua si rahisi. Kurudi kwa Mungu ni kitu kizuri sana, ni zawadi takatifu. Kwenda kufanya mahusiano na Mungu, kujishika na Mungu ni zawadi ya juu sana. Sasa si rahisi, ni lazima kufanya toba, lazima kufanya juhudi kupokea haya misaada yote tunayoandikwa nayo na mama kanisa, tuitumie. Sasa nyinyi hamaitumii. Kanisani hamfiki. Maungamo hamfanyi. Yuya ndio kwa Kristo shida. Sasa utaachaje? Maana kitu kuna madhaifu ambayo yamewakamata. Kila wakati ukiuliza yako, naambia ndio. Baba hata uliza hapa tu. Uliza, jamani, wakina mama, hapa Makongo kuna uchawi? Semeni ukweli tu. Kuna uchawi? Huko? Sasa mnafanya nini hapa? Si mliondoka hata mkasaidia ukasi ule South Africa. Uchawi bado huko. Ukiuliza, wakina mama, majumu yapo? Wakina mama wanasema eti siku hizi pia wakina mama ni walevi. Ni kweli wakina mama ni walevi? Sasa jinasueni. Lakini hamwezi kujinasua wenyewe, lazima mkimbilie misaada hii ya Mungu, ya Yesu iliyo katika kanisa. Itumieni tu, utabanduka. Shida yenu ni kwamba mnapapasa. Ni lazima muamue. Kweli kabisa sasa kwa neno hili la Mungu. Kwa ushauri huu wa baba paroko, kwa ushauri huu wa wakili baba paroko, kwa kweli sirudi huko. Baada ya maungamo haya nilivyoelekezwa vizuri, baada ya kupata neno hili la Mungu lilivyonigusa, baada ya kufunga siku 2 kwa hili, baada ya kumwabudu Yesu Ekaristi kwa masaa 3 na alivyonigusa, nimetoka huko. Ni lazima mjibandue, misaada ipo. Ni lazima mjibandue, na mnapojibandua tupende tusipende, tunakuwa katika imani, tunakuwa katika mahusiano na Yesu. Na atafanya mambo makubwa kwetu kama alivyofanya kwa vipofu. Tumwombe Bwana Yesu atujalie neema ya kutumia misaada tunayopewa kwenye kanisa. Sasa kipindi hiki cha mwaka mtakatifu, mazoezi ni mengi sana. Kipindi cha sinodi ya kwanza jimbo Katoliki Moshi 2023-2026. Tumwombe Mwenyezi Mungu kipindi hiki cha majilio kweli tuweze kufanya mabadiliko, tuweze kukutana na Yesu wakati wa Noeli tukiwa na furaha ya ndani, tukiwa tumembeba Yesu ndani yetu, na tukiwa tayari pia kwenda kumshirikisha kwa wengine kama alivyofanya wavipofu. Tumsifu Yesu Kristo.